Leo katika bamba za mtandaoni tunakutana na gossip and rumors ambayo inamuhusu mheshimiwa meneja ama aliyekuwa diwani Bwana Said Fella, ama kwa jina maarufu anamuita Mkubwa Fella. Kwa sasa anasumbuliwa na maradhi ambayo ni tangu kitambo kidogo, toka atolewe India na kuletwa Temeke kumekuwa na changamoto kubwa kulingana na maoni mbalimbali yanayotoka baina ya wasanii mbalimbali, wengine wakisema asaidiwe na wengine wakiponda asisaidiwe. So kutokana na changamoto hiyo kubwa ambayo anaipitia, imeleta sitofahamu baina ya wasanii ama kwa baadhi ya wasanii. Hiyo imetokea ni baada ya mke wake Bwana Mkubwa Fella ambaye anaitwa Sweet Fella kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kuwashutumu wasanii kwa kumtenga mumewe katika hiki kipindi kigumu anachopitia. Na hiyo ni baada ya kuwapigia simu baadhi ya wasanii na kuonekana kuto respond ama kuto kupokea hizo simu, ikionyesha kama kupotezea fulani hivi. Na hilo swala likaonyesha kumkera Sweet Fella na kuamua kwenda katika ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba mume wangu kuugua ni ibada, mimi ni mke wako, nipo pamoja na wewe mpaka dakika za mwisho ulipo mimi nipo. Leo hii hakuna mtu yoyote anayekuuliza hali, lakini mimi najua mambo yote uliyowafanyia na wanajua yote, ila wanajizima data. Wote uliowasaidia na pia wanaonisupport na watambua, insha Allah Mungu atawalipa kwa hicho mnachojitolea, Mungu awasaidie. Na muombea mume wangu apone, atakuja kuongea mwenyewe yote. Kwa kifupi, simfagilii mtu yoyote, nitapambana mwenyewe na watu ambao wanaonipa support nitakuja kuwashukuru baadaye, nitawataja na majina yao kwa support. Huo ndo ujumbe ambao amewaandika Sweet Fella katika ukurasa wake wa Instagram. Na kwa kupitia ujumbe huo ambao ameuandika, umezua mjadala mkubwa miongoni mwa wasanii kama vile Dudubaya, Mwijaku na wasanii wengineo ambaye wametoa comment zao kupitia hili swala. Tukianza na Dudubaya bwana, amekuja akitoa shutuma kubwa na kumlalamikia mke wa Mkubwa Fella ambaye ni Sweet Fella, na kusema kwamba asije tu akalalamika bila kujua machafu makubwa ambayo yameyafanya mume wake ambaye ni Bwana Said Fella ama Mkubwa Fella almaarufu, na kudai kwamba Bwana Mkubwa Fella alikuwa ni chanzo cha kudidimiza baadhi ya wasanii katika sekta mbalimbali. Na wasanii hao ni kama vile Juma Nature, Kayumba, Bibi Cheka, kina Zedianto pamoja na kina Q Chief. Ikisemekana walikuwa na wabania kwenye masuala ya show na kuwakandamiza katika masuala ya maslahi, yani nikimaanisha masuala ya kifedha. Hivyo basi Dudubaya anadai kwamba haya ni malipo ya Mwenyezi Mungu, ama akimaanisha kwamba malipo ni hapa hapa duniani. Hivyo na ameenda mbali zaidi kwa kudai kuwa hata itokee amefariki, yeye hatoweza kuhudhuria katika msiba wa Bwana Mkubwa Fella. Na kwa kupitia maoni ambao ameyatoa Dudubaya, yameweza kumuibua DC Mwijaku akimpinga vikali Bwana Dudubaya na kumwambia katika kipindi hiki kigumu ambacho Bwana Mkubwa Fella anapitia, haikuwa na haja ya yeye kuweza kuongea maneno kama yale, na ilikuwa ni kipindi ambacho tunasema kwamba tusahau yaliyopita alafu tugange yajayo. Hivyo basi na Dudubaya naye akajibu mapigo na kusema kwamba Mwijaku ni bwana mdogo tu ambaye hapaswi kuweza kumkosoa kwa chochote. Hivyo wanaopaswa kumkosoa ni wale malegend ambao walikuwepo katika hizo mbanga za zamani, kama vile kina Salama Jabir, kina Babu Tale, kina Fid Q na wengineo, ndo anapaswa kumkosoa. Na anasema mbona hao wamekaa kimya, na wewe mtoto mdogo tu wa juzi unanyanyua mdomo wako na kuongea kwamba mimi sipaswi kuongea hivi. Je, kama kuna ukweli wowote sipaswi kuusema? Na akaenda mbali zaidi na kusema kwamba kwanza Mwijaku amesoma SUA, na pia alipokuwa anasoma SUA anadai kwamba wenzake walikuwa na siwezi kumalizia hapo, ila Mwijaku akaja kujibu zaidi na kusema kwamba kumbe Bwana Dudubaya hamjui vizuri, na akaja kutoa ushahidi wa kusema yeye kuwa hajasoma SUA. Bwana Mwijaku akaja kusema yeye amesoma Mzumbe, alafu akaja kumalizia pale chuo kikuu cha Mlimani ambao watoto sasa hivi wanaita UDSM, au sio?
Kwa hiyo swala hilo likaibua changamoto kubwa na mabishano makubwa mtandaoni. Baada ya hapo, Dudubaya akaja kujibu na kusema kwamba popote atakapomuona Mwijaku atamshika na kumbangua, atampasua, atamvunja vunja. Na Mwijaku akaja kujibu mapigo kwa kusema kwamba kwanza yeye hawezi kukutana kabisa na Dudubaya. Hawana mahala popote wanapoweza kukutana kwa sababu hawashei chochote kuanzia starehe mpaka lifestyle. Na akidai kwamba Bwana Dudubaya ameharibu maisha yake mwenyewe kwa sababu kuna kipindi alikuwa anavuta unga, yani namaanisha madawa ya kulevya, na pia ni mlevi wa kupindukia. Na akidai kwamba Dudubaya hana mahali popote anapoishi, ndio maana interview zake huwa anazifanya maeneo ya karibu na baa ama kwenye masaluni ya watu. Lakini Dudubaya akaja kujibu kuwa yeye ana nyumba 2 na pia anadai kuwa hajawahi kutumia madawa ya kulevya wala hajawahi kuyagusa, bali yeye stare yake kubwa ni kilevi aina ya konyagi, ama kwa jina lake mwenyewe anakiita cheupe, yani akimaanisha konyagi ndogo. Na pia akajibu kwamba Mwijaku si chochote si lolote, kwa maana ni mtu ambaye analelewa na mwanamke wake, yani akimaanisha hata nyumba ambayo anamiliki Bwana DC Mwijaku ni nyumba ambayo imejengwa kwa pesa za mwanamke wake. Na Mwijaku akarudi kwa kutamba na kuonyesha kwamba kama kweli kuna mwanamke yoyote ambaye amemjengea ile nyumba, basi ajitokeze, atatoa kiasi kinono. Hivyo basi, kwa kupitia sakata hilo, wasanii mbalimbali wameweza kutoa maoni yao, wengine wakimsapoti Dudubaya na wengine wakimsapoti DC Mwijaku. Bana hebu kwanza tusikilize tambo zao kwanza. Are you stupid bombo crat chichi man? Alafu umesema nimeharibu maisha yangu. Mimi na nyumba 2. Alafu sijajenga na mwanamke nitagawana naye. Sio kama wewe unafukuzwa kwenye nyumba na mwanamke. Konki Master sio kwa ubaya. Wewe unataka kushindana na mimi eti nina nyumba 2. Wewe una nyumba wewe? Mimi hapa ndo nimetoka kwenye nyumba, nimetoka ndani. Sasa nataka kuonyesha kitu. Wewe unasema una nyumba 2. Hii ni 7th quarter. Onyesha. Hii ni 7th quarter. Hapa wanalala wafanyakazi wangu wanaosha magari. Sawa, wafanyakazi wangu wanaosha magari, wanalala hapa. Njoone TV wanayoitumia wafanyakazi wangu. Alafu niambie Konki wewe, hata baa unapokaa hawana TV hapa. TV nchimie hapa. Eblete ngoje. Wao hapa vijana wangu wao hapa. Hawa ni vijana wangu. Umeona? Wana TV nchimia. Wamepumzika hapa. Wana TV nchimia. Ukitaka umaarufu kupitia mimi utaupata kwa maumivu. Kwa hiyo Mwijaku watch your back. Mimi ni kiumbe kingine kabisa. Wanaotakiwa kunijibu kwenye hili na Said Fella ni wale walikuwepo kipindi hicho. Na ndio maana watu wamenyamaza kimya na wanasema ni ukweli. Haya ambao nazungumza kuhusu Said Fella, wewe Mwijaku hauko redioni, hauko wapi? Wewe Dudubaya, acha kuongea nonsense. Mtu akiwa kwenye changamoto acha kuongea nonsense. Usitumie changamoto ya Mkubwa Fella kama kiki ya kurudi mjini. Usitumie kama kiki ya kurudi mjini. Kuna content nyingi, endelea na content zako zile za kutukana watu. Endelea na content zako zile za kujitoa ufahamu. Mshapata ili uende nazo. Swala la kwanza kutumia kiki ya Mkubwa Fella ikurudishe mjini, ushapotea wewe, wakati wako ushavika. Ushapita kabisa. La pili, alafu wewe unijui, mimi sijasoma SUA, my brother. Jinsi gani unaonekana unijui? Sijasoma SUA, ndio maana uwezi kuona comment ya mtu wa SUA aseme ananijua, kwa sababu hakuna mtu wa SUA ambaye anifahamu mimi. Sikusoma SUA. Mimi nimesoma Mzumbe University na University of Dar es Salaam. Hivyo ndio vyo nilivyovisoma. Sikusoma SUA. Ndio maana onyaga hata watoto au unakurupuka tu kwenye Instagram usikike, nitakubamiza. Usije ukacheza wakati watu tuko kwenye vita. Hii ni vita. Narudia tena, hii ni vita. Usilete kiki. Nitakubamiza muda wote na yoyote yule. Ushazoea kuwapiga mkwara watu wapumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kimfedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi 1 to 1 tukae uniwezi 1 to 1. Yaani mkono mmoja mpaka mkono mmoja uniwezi. Bwana kwa kupitia ujumbe ambao umeandikwa na mke wa Mkubwa Fella anayejulikana kama Sweet Fella, unaonekana umewalenga wasanii wakubwa hapa nchini kwetu Tanzania kama vile Diamond Platnumz, Zuchu, Harmonize,
Rayvanny na wengineo. Je, Mwana African Gene, maoni yako ni yapi? Tuandikie katika uwanja wetu wa comment kwamba Mkubwa Fella anapaswa kusaidiwa ama asisaidiwe. Jina langu ni The Great Cannabino Hyper na hii ni African Gene. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment katika chaneli yetu. Shout out.